Tuko kwenye autopilot, we are captured as a country, tuko kwenye matatizo, na Watanzania lazima muelewe hili. Waandishi wa habari wa Tanzania muelewe, tuko kwenye matatizo makubwa. Tunaongozwa na watu ambao wako very uncoordinated. Mambo ya nchi yanajiendea, huyu anatoa tamko, huyu anatoa, kila mtu ni kambale. Inawezekana hata hizi orders za kumkamata Heche haieleweki aliyezitoa. Huyu anasema hivi, inawezekana ni kila mtu anaongoza section yake. Kwa sababu kama RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawajanikamata, ni message gani anayoipeleka kwa Watanzania? Kwa hiyo hili la kukamatwa mimi ni sehemu ya vitisho vya kutuzuia kufanya kazi zetu, lakini lazima tufanye kazi zetu. Jambo la mwisho, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini walilolitoa wakati wa Pasaka. Tunaunga mkono tamko la shura ya maimamu walilolitoa wakati wa Idi, wote wakiunga mkono msimamo kama wa kwetu wa kusema mabadiliko yanahitajika kwenye nchi hii ili uchaguzi ufanyike ambao ni huru, haki, wa wazi, ili kuwapa Watanzania viongozi wanaowastahili kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 8. Serikali itatokana na wananchi. Lengo kuu la serikali sehemu B itakuwa ni ustawi wa watu, na serikali itawajibika kwa watu. Ukiondoa uchaguzi ambao haujatokana na wananchi, hiyo serikali itakuwa sio ya watu, hiyo serikali haitawajibika kwa watu, na hiyo serikali haitakuwa na malengo ya kustawisha watu, kwa sababu itakuwa ni serikali ya kikundi cha watu. Na ndicho tunachoamini kwamba sasa hivi kuna state capture. Dola lililoshikiliwa na kikundi cha watu linafanya maelekezo ya watu. Kama dola ni ya wananchi, lazima waruhusu wananchi kwa kura zao waiweke, ili iweze kuwajibika kwao na iweze kuleta ustawi. Sasa katika hili tunaendelea kusisitiza. Mimi nilikuwa na katibu mkuu wetu, tulikuwa miongoni mwa watu 5 tulioenda kuonana na Rais Samia tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022. Alituahidi Ikulu Chamwino Dodoma kwamba serikali yake haitafanya mambo yaliyopita ya serikali zilizopita: kuteka watu, abduction, watu wanapotea, viongozi wetu wamepotea. Deus Soka amepotea, ametekwa. Bwana Kipanya kiongozi wetu kutoka Sumbawanga, kiongozi wetu wa hapo Bwana Mrai. Hawa ni watu wamepotea, wametekwa. Hii ni ahadi ya rais, na aliposema kwenye 4R yake mojawapo ni resilience, reform, rebuild. Anaposema rebuild, ina maana anatambua kuna ujenzi uliokuwa umefanyika, sasa umebomoka, anataka kurebuild, kujenga upya. Hakuna kitu alichojenga. Resilience, kuvumilia. Unapompa Lissu kesi ya uhaini, mkosoaji wako namba 1, chama kikuu cha upinzani, chama kinachoungwa mkono kuliko vyama vingine vyote nchi hii, chama chenye mtandao pengine kuliko CCM, kwa sababu ukitoa mtandao wa kiserikali wa CCM haina competition yoyote na sisi kwa wananchi, kwa sababu sisi tunaungwa mkono na wananchi ambao ni organic. Ndio maana ukienda kwenye mikutano ya CCM utakuta wana CCM wanahutubiana. Actually wanapaswa kufanya vikao vya ndani, kwa sababu wanasomba watu kutoka Tarime, wanawaleta Bunda, wanahutubia. Wakienda Tarime tena wanasomba hao wabunda waliohutubia jana, wanapeleka Tarime. Wakifika tena Tarime wanasomba, wanapeleka Serengeti. Sisi tunahutubia watu wa eneo husika pale tunapokuta. Organic. Hakuna chama kinachokubalika kama sisi. Ni chama kinachochangiwa na wananchi. Wao wanahitaji kuwapa watu fedha ili waende kwenye mikutano yao. Kwa hiyo ukizungumza kuhusu resilience, rais anapaswa kuwa na resilience na uvumilivu. Ameikiuka. Reforms, ni hoja yake ya reforms ambayo alituahidi tarehe 20 mwezi wa 5 Ikulu Chamwino Dodoma. Leo tunadai reforms, tunawekewa kesi ya ugaidi. Kwa hiyo rais mwenyewe na timu yake wanavunja 4R zake. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono walichokisema maaskofu.
na niwakumbushe Watanzania, hawa watu hawawezi kuaminika kwa kauli tu. Lazima walete reforms za maandishi, za kisheria na za kikatiba, ndio wataaminika, na tuwe tayari kwa kweli kusimamia. Hatuhitaji nchi hii iongozwe kwa dhamira ya mtu. Tunahitaji nchi iongozwe kwa sheria na tuzisimamie sheria. Kama mnakumbuka, tarehe 5 mwezi wa 3 2024, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CCM Bwana Abdurahimani Kinana akiwa kwenye mkutano mkuu wa ACT Wazalendo. Sasa nawaomba, kwa sababu haya mambo yako kwenye public domain, mzichukue mnukuu kwa usahihi. Na ndugu zangu waandishi wa habari, hii ni nchi yetu, mkiwemo nyie mnahitaji kuishi vizuri. Tuna resources za kutufanya tuishi vizuri wote. Hii vita sio ya Chadema, ni vita yetu sote. Ndio maana tunaomba mashehe, maaskofu, NGOs, waandishi wa habari, everybody aje on board kupigania nchi ambayo inaongozwa kisheria, kwa sababu hakuna aliye salama. Kuna watu walikuwa CCM wanafikiri wako salama, leo wanapotekwa wakina Deus Soka. Tunazungumza mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM kutoka kule Tarime ametekwa. Kwa nobody is safe katika mazingira kama haya. Kwa na washauri na nyie mnapoenda, mchukue hata hizi klipu zao, mziunganishe na matendo wanayoyafanya leo. Abdurahimani Kinana akiwa kwenye mkutano wa CCM alisema vipi? Kwenye mkutano wa ACT Wazalendo tarehe 5 mwezi wa 3 alisema, na nukuu kwa kifupi, kwamba uchaguzi wa nchi hii wa serikali za mitaa hautakuwa kama chaguzi zilizopita, na akazitaja kabisa kwamba hautakuwa kama uchaguzi wa mwaka 2019 na 2020. Na akasema watu wana haki ya kutokuamini maneno ninayoyasema kwa sababu ya kile kilichojitokeza kwenye uchaguzi wa 2019 na uchaguzi wa 2020 ambao uliibiwa, ambao viongozi wa upinzani walikatwa majina, ambao viongozi wa upinzani walizuiliwa mawakala, walizuiliwa kuchukua fomu, na mwishowe CCM ikapita kwa 100% kwenye vijiji na vitongoji na wabunge. Akasema hayo hayawezi kujirudia chini ya Rais Samia. Nini kilichojitokeza tarehe 27 Novemba ya mwaka jana? Kwa mujibu wa Waziri Mchengerwa, walikata, yani waliondoa wagombea wa upinzani 12,600. Na unapozungumzia upinzani nchi hii unazungumzia Chadema. Ndio chama chenye mtandao wa kuweka watu nchi nzima. Kuna vyama hapa ambavyo hata ukiwaachia Dar es Salaam hapa hawana uwezo wa kufiri wagombea udiwani tu hapa Dar es Salaam, na vipo vinapiga kelele kweli kweli. Ukiondoa Chadema, kuna vyama havina uwezo wa kufiri wagombea udiwani Dar es Salaam tu, achia majimbo. Tukienda kwenye uchaguzi bila kuwa na Chadema kwenye nchi hii, ndio maana unasikia wengine wanasema hameni mje huku, kwamba unaunda chama alafu unataka watu wengine ndio wahame uje usimamishe kama wagombea. Hawajui etiketi zako, hawajui mnachokisimamia, hawajui mnachokwenda kupigania. Unapokwenda mbunge, unapaswa kuwa na msimamo wa chama chako, kwamba sisi, kwa mfano sisi ni chama kinachoamini katika people's power, kwamba tutashika mamlaka ya umma, tutatumia rasilimali za umma katika kuendeleza watu, tutajenga upya viwanda vyetu, viwape vijana wetu ajira, tutahakikisha madini yetu ya chuma hayauzwi kwa Wachina na wazungu na Waarabu bure, tutahakikisha bandari zetu zinasimamia maisha yetu. Sasa unapoita watu waje kwenye chama chako, hawajui unasimamia nini, hawajui unataka kwenda kwa. Sasa unataka kutengeneza chama cha vipi hapa? Kwa ndugu zangu, nimetaka niliseme hilo ili tujikumbushe kwamba hao watu hatuwezi kuwaamini kwa maneno tu. Tuna insist kwamba mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya kanuni, mabadiliko ya kikatiba, ili twende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Wewe fikiria hao watu wanaleta kanuni ambazo zinasema wakara haruhusiwi kuingia kwenye kituo cha kupigia kura na simu.
Wakala ni representative wa mgombea, sio wa serikali wala wa CCM wala wa tume. Wakala na ni represent mimi. Kwa mfano mimi Tarime nagombea na vituo 492. Badala niwe kwenye kila kituo naangalia matokeo yangu, sina uwezo huo. Mimi sio omniscient, naweka mtu kwa niaba yangu. Napaswa muda wote nijue nini kinaendelea, maboksi yamefika. Unapomnyima asiingie na simu, karne hii hata ICU watu wanafanyiwa operation, madaktari wanaingia na simu ICU, ili kama kuna shida wataarifu madaktari wengine waongezeke pale kusaidia mgonjwa. Karne hii tuna watu wanazuia watu wasiingie na simu kwenye kituo cha kupigia kura. Hawa ni watu ambao wanatetea wizi na wanataka wizi uwe sehemu ya registration. Wanahalalisha wizi kwa sheria, kwa kanuni, kwa taratibu. Chama chetu hakiko tayari kutumika katika kuraba stempu mambo ya hovyo hayo. Kwa hiyo wanachama wetu nchi nzima wa Tanzania, our agenda na agenda yetu ni no reforms, no election. Kama kutakuwa na reforms, tuko tayari na chama kiko tayari kuingia kwenye uchaguzi na kuleta mapambano ya kifikra, mapambano ya kukomboa Watanzania, na tutashinda katika free fair election ambayo referee ni fair. Nataka niwahakikishie Watanzania hakuna mtu wa kusimama na sisi hapa hata baada ya saa 12 asubuhi. Watakuwa nyumbani.